Kuna nini mama? Unatafuta nini? Tumeshafanya maandalizi yote ya chumba chako, lakini hakuna hata mmoja alifikiria utavaa nini kesho. Nitavaa zile nguo ambazo tulizinunua kwa ajili ya harusi zilizopita. Hautavaa zile nguo, hata utazigusa. Usije ukathubutu kuvaa yote katika zile nguo. Zote zimevurugika, sitaki uzivae. Zile nguo zimeshaingia mkosi. Nitavaa nguo zile ambazo utanichagulia nizivae kwenye uchumba. Lazima atakuwa ni bibi. Bulbul, sasa Rina umeshaamua ni kitu gani ambacho utavaa kesho? Hata sisi pia tunatakiwa tupendeze kesho. Previa, unajua kuna kazi muhimu fulani hivi nataka nikafanye. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuliko uchumba wangu. Kwani hautahudhuria uchumba wangu? Dada, mimi... Kwani unahisi kwamba uchumba wangu utavunjika kama ukiwepo? Kwani haujui ya kwamba undugu wetu ndo ngao kuu kabisa katika maisha yetu? Hata kama kivuli changu hakitakuwa na mimi, wala sitajali. Lakini sitaki wewe ukose katika shughuli zangu za uchumba. Na umewezaje kulifikiria hilo katoto? Tangu kipindi tulipokuwa wadogo, tulikuwa tukishare kila kitu chetu. Midoli, chakula chetu, vibanio vyetu vya kubania nywele, pesa zetu za kununulia vitu. Kwa hiyo huwezi kuhudhuria katika sherehe zangu za uchumba. Si utakuja? Pregia mwanangu. Na uache kulia. Wale wako usije. Mama, najua fika kwa sababu yangu mahusiano na dada mingi yanavunjika. Najichukia tu mimi mwenyewe na wala usijali kabisa. Katika uchumba wa dada najua mwenyewe nitahudhuria vipi. Nafahamu. Umeona? Bibi yako ameweza kuzituma hizo picha akiwa huko dukani. Angalia vizuri. Mama achague. Mimi sielewi kuhusu yote haya. Nini hicho ambacho hauelewi? Mwangalie bibi anatumia picha kwa leo. Mama, hebu nipe namba yake. Ngoja kwanza niongee na mama. Hello mama. Ni kwa nini umetuma mitindo mingi hivi? Mama, kwani umesahau kwamba wao walikuja hapa na wakatupa milioni 5 kama zawadi? Pete haitakiwi iwe ya gharama sana. Ila pia isionekane ya gharama ya chini. Haya, haraka wewe zilete. Mimi nina kazi nyingi sana za kufanya. Halafu mama, umeeleza shangazi na mjomba kuhusu shughuli? Ako amepata oda nyingi sana ya chakula, kwa hiyo anasimamia hilo. Sidhani kama utaweza kuja. Itakuwaje kama shangazi akijisikia vibaya? Je, nimeshaongea na Sweetie. Sawa, wewe nipe hiyo. Na wewe chague pia ushungu kwa ajili yako. Haya, nenda. Na wewe nenda kula ukapike. Sawa. Banti, Babli, kweni makini. Msidondoshe kitu chochote. Sasa nye, mnafanya nini? Malizeni kazi. Fanyeni haraka. Sawa mama. Hivi hata unaelewa ni kitu gani kinachoendelea? Yaani Abi anachumbia na wamechukua maamuzi ya ghafla na hakuna hata mmoja alijisumbua kutuuliza. Hata msichana anakuja kuolewa hata tumjui sie. Na kama Abi anataka kuoa, kwa nini asije kamuoa 5? Yaani na maswali mengi sana kwenye akili yangu na hakuna hata mmoja anaweza kunijibu. Hello Alia, ni aje? Siko poa. Hivi si unajua nguvu niloitumia kuweza kumshawishi kila mmoja hebu tuyaache hayo. Haya, niambie nini kimetokea? Hamna kitu rafiki yangu. Nilikuwa najiuliza ni kwa nini siende kwenye sherehe ya uchumba. Labda naweza kukutana na Jane mwenye sura bapa. Tena unajua nini? Unanichekesha sana. Watatokea kuwa mume na mke, ila kuna mwanamke mwingine atakuwepo katikati. Na wewe ndio upo kwenye hili hapa. Hebu bwana uje huku. Mimi mwenyewe nitaenda kukutambulisha kwa huyo wifi. Halafu sisi wote tutampatia funzo. Yaani kwa haya matukio tutakayoenda kumpiga, hataweza kuelewa kwamba tunamtania au ndio tunamcheka. Inavutia sana. Naona kama nachelewa kukutana na wewe. Tutaonana baadaye. Bye. Mambo ya kwenda sawa mara mwisho nilipokuja hapa na Rachna. Natumai safari hii mambo yatakwenda kombo.
Nyie mmethubutu vipi kuja nyumbani kwangu eh? Hebu subirini kwanza. Mmekuja tena hapa kutuanzishia fujo, si ndio eh? Kama vile mlivyokuja kuvunja ndoa ya Akashi, si ndio? Msifikirie hata mara moja, kwa sababu sasa hivi najua vizuri ni kitu gani mnakitaka. Sitamruhusu hata mtu mmoja aingie humu ndani. Kinaendelea nini hapa? Shangazi, unafanya nini hapa? Alia, wewe ujue tu huyo ndio yule msichana ambaye alivunja ile ndoa ya Akashi bila hata ya kujali. Na sasa hivi anakuja kuvunja hapo uchumba wa Abi. Shangazi, fikiria kabla hata hujaongea. Ni msichana ambaye kaka anamuona atakuwa wifi yangu. Kwa hiyo unatakiwa ulielewe hilo shangazi. Haujafanya vizuri. Mtanisamehe jamani. Kwa nini mmeendelea kusimama? Twendeni ndani, tafadhali. Karibuni. Bibi. Karibu, karibu. Naamini hamjapata shida yoyote. Bibi, kwa nini unasema hivyo? Hii nyumba yetu ni kubwa sana. Hata mtu atokee kona yoyote ya mji lazima aione hii nyumba, alafu nauliza kama amepata shida. Usiwe hivyo bwana. Si ndio shangazi eh? Bana, hatukupata shida kuipata nyumba. Je, naweza kumtambulisha Pragya kwa ndugu zetu? Ndio. Twende mwanangu. Karibuni tafadhali. Kuweni huru. Mama, yule. Umeona hiyo? Ndio maana walikuwa watuambie msichana ni nani. Huu sio tu uchumba, bali ni kofi kwenye uso wetu. Sikuweza kufanya chochote kipindi kile, na hata sasa hivi siwezi kufanya kitu pia. Nahisi umekosewa. Namaanisha sisi wote tumekosewa. Na hii inaonyesha kabisa sisi hapa ni kama tunajipendekeza tu. Yaani sisi hapa tuchukuliwe kama moja ya familia. Na kuanzia sasa hivi hawa wageni ndio wanachukuliwa kama sehemu ya familia. Wanafamilia wanachukuliwa kama wageni. Wala usijali mama. Wacha tu wafanye wanavyotaka. Si ndio walivyoamua? Alafu na sisi pia tutafanya tunavyotaka. Si ndio eh? Mama, dakika moja naomba tuongee. Samanini, nakuja kidogo. Kuna nini? Kwa nini umeniita pembeni? Hivi bibi, natumai unamkumbuka huyu msichana ni nani? Hivi unajua mjukuu wako anataka kumuoa nani? Nakumbuka kila kitu. Ila nafikiri umesahau kwamba kwa nini Pragya alizuia harusi ya Akashi. Ni kitu gani Akashi alimfanyia Rachna? Alichofanya Pragya ni kutetea ukweli tu. Alichokifanya yeye ni kujaribu kuonyesha njia sahihi kwa Akashi. Ni msichana anayeweza kuielewa nguvu ya ubinadamu kama hivi. Hebu fikiria, namna atakavyokuwa anaishi vizuri na mwenzake. Lakini bibi, mama, hebu angalia hali zao zilivyo bwana. Hali zao? Hivi kwa nini wewe kila mara unasahau maisha yetu ya zamani? Tulikuwa familia ya daraja la kati. Kutokujikweza sio tabia yake. Pia Abi alikuwa hivyo hivyo mwanzo. Nimemchagua Pragya ili aweze kumrekebisha Abi na kumfanya arudi kule kule alikotokea, ya kutokuwa na tabia ya kujikweza. Lakini mama, sasa muungano umeshaundwa. Kama unataka kusema chochote juu ya Pragya, kiwe kitu kizuri na umpatie baraka zako. Umeelewa? Kaka. Oops. Pole. Na kuona umesimama hapa unamwangalia mke wako mtarajio, si ndio? Unaona kama kinachekesha hali eh? Mbona umekuwa mkali hivyo kaka? Yaani kila mgeni ambaye amehudhuria hapa bwana atakucheka wewe. Mamilioni ya wasichana hawajiwezi kwa ajili ya Rockstar Abi. Lakini huyo Rockstar Abi anampenda huyu mwenye sura mbovu. Yaani mimi sielewi kabisa ni kipi Pura walikiona kwake. Kaka, nina uhakika ile mbinu ambayo ameitumia kwa Pura ndio ambayo ameitumia kwa bibi. Alia, bibi alitaka mko katika hii nyumba. Lakini Pura... Hongera sana Abi. Hatimaye sasa unaenda kuposa. Alia, utanisamehe. Sawa kaka.
Haya yote yanatokea kwa sababu yako. Kama usingenikatalia ombi langu la kukuoa wewe, wala nisingemuoa huyu mwanamke. Acha hizo Abi. Unafanya tu kwa ajili ya Alia, si ndio? Kimetokea nini? Ndio Tano. Nakubali nafanya hivi kwa ajili ya Alia, ili tu aweze kumpata Porabu wake. Yeye amemwacha dada yangu kwa ajili ya yule msichana tu, yule mshamba. Sikiliza Tano, sitawahi kufanya hivi kwa msichana yoyote yule, lakini huyo yeye anastahili kabisa. Hebu mwangalie, anaonekana ni mwanamke wa kawaida, ila ni mjanja sana. Anajali utajiri tu, anasujali yeye ni pesa tu. Nakwambia sitomwacha. Tulia Abi, hautaishi naye milele huyo. Sikiliza, ni swala la mwaka mmoja tu. Nadhani uko sawa. Samahani tafadhali. Wifi, huyu hapa ni Tanu. Ni mwanamitindo maarufu sana India. Mambo? Oh, salama. Wow, gauni zuri. Asante. Umenunua wapi? Yule bwana Shanji huwa ndo anayetushonea nguo katika kila sherehe zetu. Hata hivyo, huwa anaelewa mahitaji yetu na gharama zake ni nafuu. Kweli? Alia, sasa mbona kuniambia? Tungenunua kwake. Utanisamehe sana Tanu. Ni kwamba unajua sikupata muda mwingi wa kukaa na wifi yangu. Lakini tunaweza tukapata nguo kama hizi, si ndio wifi? Ndio, labda. Basi siku ya harusi ya Tanu itakapofika, tutanunua nguo hapo. Si ndio Tanu? Kabisa. Mhudumu, utakunywa? Hapana, asante, semi pombe. Usijali, chukua juisi. Hiyo itakufaa. Namaanisha wale wasiokunywa wasijaribu kwenye hali kama hiyo. Kwa mara ya kwanza mtu hawezi kuimudu. Ndio maana. Asante sana. Wifi, nataka kumtambulisha Tanu kwa watu wengine. Tafadhali. Nafurahi kukufahamu. Asante. Na mimi pia. Twende. Bibi, unanipeleka wapi sasa? Oho, baada ya muda mfupi tu unaenda kutoa posa. Basi angalau jitahidi, kasimame na Pragya. Naomba kusiona picha yoyote itakayochapishwa gazetini. Kwa nini picha isichapishwe? Bibi, wao ni watu maskini bwana. Sijui vile ambavyo watajisikia wakiziona picha zao kwenye magazeti ghafla. Bila shaka umenielewa. Sawa. Sasa hivi wewe nenda kasimame pembeni yake. Haya, twende. Hebu kaangalia kaka sichana nakotakiwa kusimama na. Yaani sipendi huyu mwenye sura pana anavyosimama mbele ya Abi. Siwezi kuvumilia kumwona. Tuondoke. Tulia Tanu. Jitulize. Kwa nini unasimama kama salamu? Muulize kitu chochote. Sasa kama hamwongei, mtaelewana vipi sasa na kujua na nyie kwa nyie? Ongea naye bwana. Kaka, bibi yuko sahihi. Nakuja. Nimuulize nini huyo msichana sasa? Umesoma? Ati? Umesoma? Ndio. Kwa hiyo umesoma mpaka wapi? Nilipata shahada ya kwanza ya lugha. Baada ya hapo nikapata shahada mbili. Kwanza katika lugha na pili katika falsafa. Na baada ya hapo nikaanza kupata kazi. Nikaanza kufanya mpango ili niweze kupata PhD, lakini sasa Inatosha. Sawa. Ni nyimbo yangu gani ambayo unaipenda? Kusema ukweli nisamehe, maana mimi sikuwa nikizisikiliza vizuri. Nini? Haujasikiliza nyimbo zangu? Lakini nimesha kusikiliza CD kwa Purvi. Sikupata muda wa kuweza kusikiliza. Hivyo hajasikia hata nyimbo moja. Si unamwona? Na ndio maana yuko hivi. Bado hujasikiliza nyimbo zangu eh? Kuna nyimbo nyingi sana maarufu, penzi la furaha. Penzi la furaha. Hiyo ndio nimeshawahi kusikiliza. Ilikuwa maarufu sana. Maarufu sana. Ndio. Lakini kuna kitu gani cha mbele kwenye penzi la furaha? Mbele ya penzi la furaha kuna furaha. Lakini kitu gani kinafuata? Furaha zaidi.
Safi. Nikajinga sana. Sijui kama zipataje shahada zote hizo. Mabibi na mabwana, nilikuwa naomba wageni wote waliokuja kwenye posa kwa ajili ya sherehe ya Abi pamoja na Pragya wote msogee. Tanu, nadhani hii pete wewe ndio unatakiwa umpatie kaka. Yaani wewe ni... Najua hilo. Haya, nenda. Abi, chukua. Mvalishe hii pete mchumba wako. Najisikia kama kumuoa huyu msichana vile. Na alafu nawe unanipatia pete. Usifanye hivyo Abi. Wewe kubali tu kufanya hivi. Mtizame. Anavyosubiri kwa hamu. Hongera kwako. Na kwako pia. Watoto wetu wamechumbiana. Kwa hiyo Tanu, unasema nini? Ulikuwa sawa Alia. Wala sitaki kuogopa kuhusu msichana. Ni mshamba tu. Yaani Abi hawezi kabisa kumpenda msichana kama huyu. Naomba Mungu abariki nyie kama wapenzi. Unaweza kunisikiliza mimi? Na kuhakikishia hawa watu hawatadumu kabisa. Usiwe kama mkwe wangu, ila kama binti yangu. Ulishawahi kuona mtu anatabasamu kama mjinga? Ndio huyo. Usijali Tanu. Sasa hivi yeye anatabasamu. Baadaye atalia tu. Pindi utakapoolewa wewe, basi tutaona Purab atafanya nini. Pragya anaonekana mzuri sana akitabasamu. Na kuomba Mungu daima awe na tabasamu kama hili. Jamani mpendo wangu, karibu sana kwenye familia yetu. Usikaribie kwenye familia yangu. Karibu Jehanamu. Pindi atapokuja nyumbani kwangu, ninaahidi hatotabasamu tena kwenye maisha yake. Wewe ni nani na unafanya nini? Mimi ni Buburu, binamu yake na Pragya, na tayari nimeshafunga ndoa. Hivi unadhani najali? Hivi ni nani ambaye amekuuliza kama wewe umeolewa au hujaolewa hapa? Subiri kidogo. Nafikiri kuna sehemu nitakuwa nimekuona. Hata mimi kama kuna sehemu nimekuona. Alia? Wewe Samanini. Kuna nini hapa? Mbona pamepambwa sana? Mimi nitakwambia. Kwanza niambie ni nini ambacho kimekuleta hapa? Nimekuja kuonana na Abi. Umekuja kuniomba unioe Purab? Nimekuja kumwambia Abi kuwa nitaenda Delhi kwa siku chache kukutana na mjomba wangu. Oh, umekosea sana. Oh, halafu ulikuwa unaulizia kuhusu haya mapambo, si ndio? Au kaka amepata mkataba mnono sana. Haya yote ni kwa sababu ya kusherehekea.
Halafu utanisamehe sana Pura, maana hata sikuweza kukualika wewe, kwa sababu sikutaka kaka yangu aweze kuiharibu furaha yake kwa kuona wewe. Kuna lingine la zaidi au niondoke? Nenda kamwambie Abi kwamba nataka rafiki yangu arudi. Ni hilo tu, bila sharti lolote lile. Mshikaji wangu, naona umeoa sasa. Hongera sana mwanangu, hongera. Umetuita kwenye sherehe, tutambulishe basi huyo shemeji. Samahani. Wana marafiki zangu, Shanki, Kartik. Habari zenu? Habari. Huyu ni mchumba wangu. Shemeji, hongera sana. Asante. Samahani. Samahani. Ndugu yangu, una matatizo gani wewe? Imekuwaje umemwoa huyu? Hivi unawezaje kumuoa msichana mwenye maisha chini hivi? Mimi nilikuwa nadhani kwamba utamuoa yule mwanamitindo mkubwa au mwenye hadhi sawa na wewe. Lakini huyu... Sikiliza Shanki. Yule ni msichana mwelewa sana. Iwe kuhusu mapenzi au Mungu, mara zote yeye amekuwa akishiriki katika kusapoti ukweli. Yeye sio mgomvi kabisa, na pia ni mtiifu sana. Na kuna kitu kimoja, bibi yangu kama hawezi kuthubutu kunichagulia msichana ambaye ni mbaya, na chaguo la bibi yangu daima huwa ni zuri. Tunzetuni tukapate kinywaji. Tunzetu. Bibi alikuwa sahihi kabisa. Inawezekana moyo wake ni mzuri sana. Mama, kuna kitu kinanisumbua kweli. Mama, mbona kila kitu hapa kinaenda sawa? Sasa kwa nini unakuwa na wasiwasi? Alafu pia angalia, wamefanya maandalizi mazuri kweli. Hiki ndicho ninachohofia. Kama posa tu wamefanya sherehe kubwa kama hivi, kwa hiyo tunatakiwa tufanye harusi kwa kiwango kama chao. Wala usijali mpendwa, kwa nini una hofu sana? Unaweza kuandaa harusi vyovyote, na sherehe baada ya harusi, hilo ni jukumu letu. Sisi familia yetu haina shida, tutakubaliana na mtakachokiandaa. Sawa, tutakaribisha matukio yote ya harusi vizuri kabisa. Tutamsubiri bwana harusi. Kwa nini umesimama hapa? Njoo, twende huku. Ndio, mama twende. Wewe usiwe na wasiwasi kabisa. Yule ulimchagua anatuhudumia vizuri sana. Unaweza kuangalia wageni wako. Hivyo bibi Kizaa ana tatizo gani? Hivi anamleta binti yake nyumbani au anamtoa mwanae? Yaani kutupa pesa tu kidogo, yaani kama anataka kufa vina pressure yote inashuka. Lakini hawa ameridhia kabisa kupa pesa nyingi na kutumia pesa nyingi kwenye harusi. Ndiyo mama. Yaani hata mimi nashindwa kuelewa pia. Tanu, utakuwa unajisikia vibaya, si ndio? Mimi? Kwa nini? Ninachomaanisha ni kwamba kila mtu anajua kuwa wewe na Abi mlikuwa mnapendana sana, na sasa hivi Abi anamuoa msichana ambaye asieleweka. Ni lazima tutajisikia vibaya. Hata hivyo, hili swala ni kubwa sana, lakini Ali atakwambia yeye, sio mimi. Kama wewe unapenda kufanya siasa, ni kwa nini usijiunge na chama chochote kile na ukafanya siasa? Mimi ulikuwa unasema nini wewe? Tizama, kaka hana kipingamizi kabisa kwenye hii ndoa. Hata mimi sina tatizo na bibi pia wala hana tatizo. Hata Tanu hana tatizo. Sasa wewe kinachokuosha hapo ni nini? Alia, ilikuwa hivi. Sahau hilo. Sitaki tena kuendelea kuongea. Tanu, hebu tuondoke. Kuna watu wachache hawawezi kubadilika.
Mzee mwenzangu, mbona unatupatia zawadi nyingi sana? Ni kweli, baraka zako tu zinatosha. Nyie mmetupatia sisi binti yenu, jinsi tunavyowapatia ndivyo itakavyokuwa kidogo. Vizuri, mtaondokaje sasa? Hapana, tafadhali usijali, sisi tutachukua bajaji na kwenda. Nawezaje kwenda na bajaji sasa jamani? Ramlin, kalete gari. Mzee mwenzangu, wala hauna hata haja ya kujisumbua hivi. Sisi tunaweza wenyewe. Shida gani sasa hivi? Pragya ndio heshima ya familia yetu kuanzia sasa. Tutampelekaje kwenye bajaji jamani eh? Wow, jamani dada, hili gari ni kubwa sana. Unajua magari kama haya nimezoea kuona tu kwenye sinema. Ndoto zangu za kuwa kwenye gari kubwa hatimaye imekamilika kwa sababu yako. Una bahati sana. Nina furaha sana juu yako. Unajua ni nini? Hatimaye sasa hivi hautakuwa tena unatumia usafiri wa bajaji wala mabasi. Utasafiri kwa gari tu, yani. Kama unayapenda sana, basi baada ya ndoa nitakuzawadia gari kubwa sana. Samani, unaweza kutusaidia kuweka hivi vitu ndani? Bulbul na wewe. Dada, nakupongeza sana kwa ajili ya posa ya Pragya. Harusi itakuwa ni lini? Baada ya siku 3 tu. Vizuri sana. Mbona mapema hivyo? Kwa hiyo inamaanisha harusi itakuwa haraka kama posa. Hii harusi itafanyikia kwenye ukumbi wako, si ndio? Harusi nyingi nimeandaa kwenye ukumbi kwa Mkumbagya. Sasa kwa nini nisifanye ya Pragya? Kwa hiyo inamaanisha usta mkubwa atakuja mtaani kwetu? Msiwe na wasiwasi, harusi itafanyikia hapa. Ukumbi utakuwa ni huu kwetu. Yaani lazima niseme, Pragya amefanya jamii yetu kuwa maarufu zaidi. Hatimaye nyota maarufu wanakuja mtaani kwetu. Harusi itafanyika lini? Kwa hiyo ataimba kwenye harusi yake, si ndio eh? Tunaweza kukutana naye. Na maanisha tutapiga picha, tutapata saini yake. Sasa kuna tatizo gani jamani? Pragya anaweza kumpigia Habi sasa hivi simu hapa. Si ndio Pragya? Jamani, hebu subirini kidogo basi. Kama mna maswali yoyote mnaweza mkaniuliza mimi mnachotaka. Dada ametoka kwenye sherehe sasa hivi, kwa atakuwa amechoka. Bulbul, hebu malizana na hawa watu. Wamechanganyikiwa, wanataka kutuchanganya na sisi. Sara, tuondoke. Utakuwa umechoka sana. Atakapopiga simu mimi nitawajulisha, sawa? Wanataka sawa, na sisi tutahudhuria. Una tatizo gani kwani wewe? Una maana gani? Namaanisha nini? Unajua ni kitu gani ambacho namaanisha hapa Suresh? Unafahamu fika. Hivi kwa nini unaendelea kumfuatafuta dada yangu? Wewe unataka nini? Kwa dada yangu baada ya kukuona wewe, unataka akumbuke yote ambayo amepita, si ndio? Unataka kumuona akiwa na huzuni. Na unataka kabisa mtu apate furaha, si ndio? Dada yangu tayari ameshachumbiwa. Na baada ya siku 3 tu ndo yake inapita. Na unajua nini? Siku zote mimi nilikuwa nafikiria kwamba dada amefanya uamuzi mbaya wa kuolewa na Abi. Lakini kumbe nilikosea. Suresh, Abi, kwa dadangu mimi ni mtu sahihi kabisa. Na pia atamfanya dadangu awe na furaha. Anaelewa nini maana mapenzi na hawezi kufanya puzi katika mapenzi. Na kama unakaheshima fulani vikadogo kwa dadangu, basi usije kujaribu kuleta mguu wako hapa siku anaolewa. Tano, nina swali kwa ajili yako. Baada ya hii harusi kupita tu, kaka yangu atamhitaji wifi yangu sweetheart, kipenzi au baby? Hapana, rahisi tu. Jamani, sio la kucheka hili. Angalau leo ninyi wawili mmeamua kuongelea kuhusu mtu mwingine. Na jinsi alivyo ameharibu kabisa siku ya leo. Imekuwaje tena kaka? Yote yametokea kwa sababu yangu. Nilimfanya Purab akubali juu ya harusi. Nimekuumiza Alia. Ulishamsubiri Purab mwaka mzima, sijui utamsubiri kwa muda gani sasa. Kaka tafadhali. Haya yote Alia, sisi tumetoka kwenye umaskini mkubwa sana. Wala hatukuwa na chochote kile cha kukitegemea. Bali wenyewe hatukuwa na pesa na tukaanza kuzipata. Kwa hiyo hili pesa sio tatizo kwetu, na mtu yoyote asichukue faida ya kutujikweza kwetu. Alia, sikujua hizi pesa zitaleta siku hii katika maisha yako.
Ile msichana amemnasa Purab kwa ajili ya pesa. Anaona mimi kwa sababu ya pesa, lakini Purab hawezi kuelewa kabisa hili. Hawezi. Lakini mimi nitamfanya Purab agundue ukweli wa hili. Na si kwamba Purab atagundua hili, basi atakuja kulia na kujutia sana mabegani kwangu. Na hapo ndipo nitakapompata tena rafiki yangu. Na wewe utampata mpenzi wako. Haya mwanangu Nitin, unafanya nini hapa? Mama, Nitin amekuja kuuliza kama nahitaji msaada wowote kwenye harusi ya Pragya. Nitin, wewe unaweza kwenda sasa, njoo na familia yako na uhudhuria harusi jioni. Sawa, naondoka. Mama, nilikwambia upige simu kwa ajili ya maua pamoja na mauwaridi. Uliwapigia? Sarah, nimekuuliza nijibu. Haya, niambie ni kitu gani umeweka dhamana? Nyumba. Mama, mara nyingi nimeweka thamani na kuikomboa pia. Hata hivyo ina faida kwetu kwa kuwa kumkumbagia ni chanzo kizuri cha mapato. Utaona, ndani ya miezi michache tu nitalipa pesa zote kwa Nitin. Sarah, huu ni msimu wa mvua, hakutakuwa na harusi nyingi. Mama, itafanikiwa tu. Nina imani ya kutosha kwa Mungu. Ila Pragya sijui chochote. Sitaki aondoke na tatizo lolote atakapoaga hapa. Wewe usiwe na hofu. Kila kitu kitakuwa sawa. Usijali mpendwa. Twende. Wewe nenda kaangalie pipi. Kaangalie kama umetengeneza kwa jibini halisi au la. Haya, twende. Purvina, unafanya nini? Jamani, ni nzito kweli. Sikuwa nanyanyua. Hata hivyo, hii ngome imepambwa vizuri sana Mtandao wake alafu kwa wapi? Utakuwa huu hapa. Wow. Dada, muangalie gauni ya mtandao wake nzuri Dada, ingu yako ni kama ile kwenye sinema Kwa sababu ilivyo, ni kama vile imetengenezwa na mbunifu mzuri sana. Maana ni nzuri kweli. Afrada, sikiliza. Tafadhali utanizimia hii nguo nivae kwenye harusi ya mtu mwingine. Utanipa ndio? Mjinga wewe, utakuvaa nguo yote ile ya harusi. Acha ujinga wewe. Dada hana hii tu. Hata hivyo mbunifu wakubwa atakuja kwako kila siku dada. Wow. Alafu dada, mwanzo kabisa nilikuwa nafikiri kwamba umefanya uamuzi mbaya. Lakini baada ya kufanya kila sherehe au chumba, inaonekana upo sahihi. Nimefurahishwa sana na wewe. Mimi pia nina furaha sana juu yako. Nilikuwa nikifikiriaga ni kwa nini siwezi kumpata mwanamfalme ambaye atamjili binti yangu. Ila leo hatima yako imeng'aa, Pragya. Nina furaha sana mwanangu. Hatima umempata mume anayejali sana, na bibi mkwe wako atakufanya kama vile binti yake. Atakupa mapenzi sana mpaka wewe utamsahau mama yako. Sasa hautaangalia bei kabla ya kununua chochote. Hatima yako imeng'aa sana leo. Sina wasiwasi mwanangu. Na sasa sitaji kuomba chochote kutoka kwa Mungu. Nachohisi ni kwamba tunatakiwa tupange foleni kwa ajili ya kukuona. Basi inatosha mama. Alafu pia, baada ya kukuona nataka kuolewa, nimekaribia kupona. Na nitapona kabisa baada tu ya harusi ya Bulbul. Hakuna kuwa na wasiwasi tena. Na nataka uchunge afya yako. Na usidhani kwamba baada ya mimi kuondoka kuna yote ambaye atakuwa nakufokea. Nitapiga simu na lazima nitaulizia. Basi sawa mwanangu. Acha nikufunga uzi mweusi. Wala sili. Kaa chini. Kwa huu uzi mweusi, macho mabaya ya watu yatakaa mbali kabisa na wewe. Nini hiki? Haujapaka hina miguuni mwako? Kwa nini ulianza kufunga? Ulitaka uanze kwanza kupaka hina miguuni mwako? Ala, pindi utakapoenda, mimi, bibi, Junkie, wote tena na mapenzi yetu. Na pindi tu utakapokuwa umeanza maisha yako mapya, hakuna baya lolote litakalo kutokea.
Dada. Nimi? Unaendeleaje? Umekuja saa ngapi? Mimi nimekuja jana usiku. Nikaja kuona lakini tayari ulikuwa ushalala. Na nilivyoamka asubuhi nikaenda kufanya manunuzi. Ni vizuri umekuja hata kabla ya harusi. Jamani, hebu ona unavyovutia binti yetu. Mtu asikuangalie kwa jicho la husda. Shangazi, halafu mbona kaka Raji na mjomba hawaonekani hapa? Bibi yao bwana amewatuma huko. Wataenda moja kwa moja kwenye ukumbi. Haya, njooni hapa kitu nzuri. Alia, kuna Abi yuko wapi? Bibi, kaka atakuwa chumbani kwake. Hayuko chumbani kwake. Nimempigia simu yake wala hapokei. Atakuwa wapi? Mtafute. Tulia. Kaka kuna kazi atakuwa ameenda kuifanya, hivyo tu. Jamani, atafanyaje kazi siku ya harusi yake? Usiwe na wasiwasi. Hautakiwi kufikiria sana. Ni mbaya kwa afya yako. Fanya kitu kimoja. Akash, wachukue watoto uondoke nao. Mimi nitaenda kumtafuta kaka. Haya, sikiliza. Hilo ni jukumu lako kumpata Abi. Hakuna shida. Twendeni huku, twendeni. Kaka atakuwa ameenda wapi? Sweetie. Ndio mama. Sweetie, kama Kabira angekuwepo hapa angefurahi sana kuona Pragya anaolewa. Dada alitaka kuja lakini daktari amemwambia asitoke kitandani. Si unajua anaumwa tena. Mguu wake umevunjika. Ndio hivyo. Ni sawa. Wewe umekuja pia nimefurahi. Mpendo Abhishek, naomba nimuone. Subiri kidogo. Nyinyi, kinaendelea nini hapa? Waambieni wasogee nyuma. Sogeeni nyuma. Nayafanya haya kwa sababu tu ya usalama wa kaka yangu. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Ndio mwanangu, tunaelewa. Ninaweza kumwona shemeji. Tafadhali naomba kidogo. Subiri kidogo. Abi yuko wapi? Yeye shangazi. Abi! Jamani Abi! Abi jamani Abi! Asante sana Tano kwa kunishawishi. Nilisahau kabisa kama ninaoa kwa sababu ya Alia. Jamani Abi huyo! Jamani Abi! Abi weye! Jamani Abi! Abi wallahi Abi! Abi jamani! Abi mnamuona Jamani Abi! Nilitaka kukwambia kuwa kaka hayupo kwenye hili gari. Yupo kwenye gari lingine. Mama, hivi wewe uhisi kama tumevunja sana kabati kwa ajili ya hii harusi na hili joto? Sijui bibi Kesi anataka kitu gani. Yaani ametuita kwenye holi baya namna hii. Yaani usimzaa kabisa huu. Pami, umesahau harusi yako? Wewe haukumbuki tulioana wapi? Hebu na wewe funga la bakuli lako. Jamani, mbona wote mmesimama hapa? Nyie wote nitawaletea vinywaji baridi. Wala msiwe na wasiwasi. Nyie kaeni kwa kujiachia. Toka wapi? Kwenye vichwa vyao au? Kuna mtu atatuhudumia au niende mwenyewe? Sikiliza. Hebu tuletee vinywaji basi tunywe. Ndiyo mama, naenda kukuletea. Wana tabia mbaya kweli. Sasa kwa taarifa hii nitafundisha adabu.
Kaka, ulikuwa unafikiria nini? Nilikuwa nakiogopa kifo. Alia, mimi siwezi kwenda kwenye hiyo harusi. Namaanisha siitaki hiyo ndoa. Nini? Sijapata usingizi kabisa kila nikifikiria juu ya msichana huyu kwa siku 2 sasa. Na ndio maana nimeamua kwamba sitomuoa huyo msichana. Kama nitaoa basi nitamuoa 5 tu. Kaka, una tatizo gani wewe? Sasa kwa nini unaongea hayo yote? Naomba lielewe tu hilo, maana sitobadilisha kabisa maamuzi yangu niliyofanya. Tanisamehe. Nisamehe kaka. Najua umeweza kuyafanya yote haya kwa ajili yangu tu mimi hapa. Lakini hii ni siku ya mwisho. Baada ya hapa utakuwa huru. Unasikia sana joto hapa, si ndio? Ila usijali. Mimi nitaenda kuharakisha mambo yaende haraka. Sawa. Umefanya maandalizi mazuri sana. Kusema ukweli, sina uzoefu wa kuandaa harusi kubwa kama hii. Sikuwa na wazo kama kutakuwa na watu wengi watakaohudhuria. Ukumbi wa harusi unaonekana mdogo, si ndio? Hapana. Watu wakiwa wengi ndivyo jinsi watoto wetu watakapopata baraka zaidi. Usiwe na wasiwasi. Bibi anaposema hakuna tatizo na sisi hatuna tatizo. Sasa kwa nini unakuwa na wasiwasi kiasi hicho? Hutakiwi kabisa kuwa hivyo. Yaani tunachotaka ni wewe tu uweze tu kuikamilisha hii harusi iende haraka haraka ili tuweze kumchukua tu ifi yetu twende nyumbani. Sawa mwanangu, ngoja nikamlete Pragya sasa hivi. Umependeza sana. Kama mdoli vile. Naamini hakuna atake kuangalia kwa jicho baya. Umeuvaa uzi mweusi nilokuambia uvae kama vile kinga yako maishani. Twende. Kila mtu anakusubiri.